بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، فتوفيق يا الله سبحانه وتعالى. leo tunaanza rasmi somo letu la nahau kwa mustawa wa kwanza. Somo hili tulisoma katika kitabu hichi ambacho ni sharh ya matn Ajurumia. Matn Ajurumia ni matni maarufu na mtunzi wake pia anafahamika, na sharh hii ni sharh ambayo ni mukhtasar, kwa maana kuna sharh nyingine ambayo imepanuliwa zaidi ya mtunzi huyu mmoja, lakini sharh hii ni mukhtasar. Tamam, na ndio tukaona tuanze nayo kwa mustawa wa kwanza. Na sharh hii imetungwa na al-alim al-allama Imam al-Haramain Ahmad Zain Dahlan, mwanachuoni maarufu anafahamika. Tamam. Na kitabu hichi kimeanza katika kueleza tarjama ya mtunzi, kwa maana historia yake, na kikaenda kuelezea pia mabadi ya elimu ya nahwu, kisha kikaenda kuelezea historia ya elimu ya nahwu. Lakini kwa kuwa ni kitabu ambacho tumekusudia kuanza nacho katika mustawa wa chini, mambo hayo hatutoyasoma na moja kwa moja tutaingia katika somo rasmi. Tamam. Kwa sababu mambo hayo ni mambo ambayo mtu mwenye kuanza nahau hayahitaji, yeye anahitaji zaidi somo. Akipata msingi mzuri, baadaye atayapitia tu mwenyewe. Tamam. Na ndio hivyo ilivyo darasani, mtu anagewa asilimia ngapi? 30, 70 zile unazitafuta mwenyewe. Tamam. Kwa hiyo tutaingia moja kwa moja katika somo ukurasa nambari 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mtunzi ameanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Akasema al-kalamu wal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bil wad'i iko huko chini kwenye ukurasa wa 15. Al-kalamu maneno, wal lafdhu ni matamshi, al-murakkabu yaliyopandanishwa, al-mufidu yenye kufikisha ujumbe, bil wad'i yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu, bil wad'i yaliyotamkwa kwa kukusudia au kwa kukusudiwa. Tamshi hili la bil wad'i lina maana mbili. Maana ya kwanza, bil wad'i yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu, bil wad'i. Maana ya pili, yaliyotamkwa kwa kukusudiwa. Tamam. Hakadha. Naam. Kwa nini tamshi la al-lafdhu tumesema kuwa ni matamshi na tukusema kuwa ni tamshi? Kwa sababu tamshi la al-lafdhu ni ismu jinsin jami'iyyin mufradiyyin. Tamshi la al-lafdhu ni jina linaloweza kutumika katika maana mbili, maana ya wingi na maana ya umoja. Tamam. Sasa hapa limekuja kwa maana ya wingi, ndio maana tukasema huwa lafdhu alkalamu, maneno huwa lafdhu ni matamshi, hatukusema tamshi. Kwa sababu gani? Hapa tamshi al-lafdhu limekuja kwa maana ya wingi. Tamam. Lakini utaenda katika sehemu nyingine utaambiwa nini? Mal ismu, al-ismu huwa kullu lafdhin, huwa kullu lafdhin. Tamam. Jina ni nini? Huwa kullu lafdhin, ni kila tamshi. Tamam. Kwa hiyo tamshi la lafdhu ni ismu jinsi jami'iyyin mufradi, ni jina lenye maana pana ambalo linachukua maana mbili, maana ya wingi na maana ya umoja. Kwa hiyo hapa tumelitafsiri kwa maana ya nini? Ya wingi, kwa sababu ndio maana pake. Kwa hiyo tuje katika sharh. Anasema sharhishaji, al-kalamu huwa al-lafdhu, juu huku ndio matn Ajurumia, chini ndio sharh yenyewe. Tamam. Anasema msharhishaji, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufidu bil wad'i, yani anakusudia anna al-kalama, kwamba hakika maneno, inda an-nahwiyyin, kwa wanawazuoni wa somo la nahau, huwa al-lafdhu ni matamshi ila akhiri, mpaka mwisho wa taarifu yake, ila akhiri, mpaka mwisho wa taarifu yake. Kusudia huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Tamam.
Baada ya kusema hivyo, akaanza kuchambua sasa tamshi moja moja katika yale matamshi yaliyopo katika taarifu ya al-kalam. Akasema fal-lafdhu, basi lafdhu huwa as-sawt al-mushtamilu ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah ka zaidi. Fal-lafdh, basi lafdh huwa as-sawt, ni ile sauti al-mushtamilu, iliyokusanya, iliyobeba, ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah, baadhi ya herufi za hija, ka zaidin, kama mfano wa tamshi la zaidi. Tamam. Hiyo ndo lafdh. Lafdhu ni ile sauti iliyobeba baadhi ya herufi. Kwa nini kasema baadhi ya herufi? Kwa sababu kikawaida mtu huwezi kutamka tamshi au ukasema jina au ukasema kitendo ambacho kimekusanya herufi zote za hija. Tamam. Bali unaweza ukataja jina, ukataja tamshi, ukatoa sentence ambayo nini imekusanya baadhi ya herufi za hija. Tamam. Kwa hiyo huwa lafdhu, fal-lafdhu huwa as-sawt al-mushtamil ala ba'd al-huruf, baadhi ya herufi al-hija za hija. Herufi za hija ni zile herufi za alif, bete mpaka tamam. Ka zaidin, kama mfano wa tamshi la zaidi. Fa innahu, hakika tamshi la zaidi, sawtun ishtamala ala az-zai wal-ya'i wad-dali, ni sauti ishtamala, sawtun ishtamala. Tamam. Fa innahu, kwani hakika hilo tamshi la zaidi, sautun, ni sauti, ishtamala, iliyokusanya, ala zai, iliyokusanya ze, waliyai na ye, wadali na dal. Tamam. Kwa hiyo zaidi maana yake ni tamshi. So umeona hapa tamshi la zaidi lenyewe limekuja ikiwa na maana ya tamshi, sio matamshi. Lakini kule juu tumefasiri vipi? Tumefasiri huwa lafdhu, ni matamshi. Kwa hiyo hili tamshi la lafdh ni ismu jinsin jami'in mufradi. Kule juu limekuja kwa maana ya wingi, hapa chini limekuja kwa maana nini? Kwa maana ya umoja. Tamam. Haka akaendelea kusema fa in lam yashtamil ala ba'd al-hurufi, ikiwa sauti haijakusanya ala ba'd al-hurufi, baadhi ya herufi za hijai, ka sauti tabli, kama sauti ya ngoma au sauti ya mgongo kama hivi, fala yusamma lafdhan, sauti hiyo haiitwi nini? Haiitwi kuwa ni tamshi au haiitwi kuwa ni matamshi. Fala yusamma lafdhan, sauti hiyo haiitwi kuwa ni tamshi au haiitwi kuwa ni matamshi. Fakharaja bil lafdhi ma kana mufidan wa lam yakun lafdhan, fakharaja, basi likatoka, bil lafdhi, kwa maana hii ya lafdhi, ma kana mufidan. Tamam. Fakharaja, basi kikatoka, fakharaja, basi kikatoka, bil lafdhi, kwa maana hii ya lafdhi iliyowekwa hapa. Kwa maana gani? Maana ya lafdhi nini? Wa sawtu al-mushtamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyya. Tamam. Kwa hiyo fakharaja, basi kikatoka, bil lafdhi, kwa hii maana ya lafdhi iliyowekwa hapa, ma kana mufidan, kile kilichokuwa ni chenye kufikisha ujumbe, wa lam yakun lafdhan, lakini si tamshi, kwa maana si sauti iliyokusanya baadhi ya herufi za hijai. Tamam. Kikatoka kitu hicho. Akatoa mfano, kal isharati, kama ishara aidha ya kumsalimia mtu kwa mkono au kumuita mtu kwa mkono au kumwambia mtu akae chini au asimame. Hiyo sio nini? Sio maneno. Wal kitabat, na muandiko. Wal kitabat, na muandiko, mtu aandike pale, karibu, usiongee, pita kulia, pita kushoto. Hii ni sehemu ya kukaa wageni, si maneno kwa wanawazuoni wanahau. Nini huo? Muandiko wa maneno. Pia nini? Si maneno kwa wanawazuoni wanahau. Wal aqdi, na kuhesabu kwa vidole. Al-aqdi ni kule kuhesabu kwa nini? Kwa vidole. Tamam. Ukiweka vidole viwili hivi unaashiria nini? 2. Ukionyesha vidole vitatu unaashiria 3. Ukionyesha vidole vinne unaashiria 4. Ukionyesha vitano na kimoja unaashiria 6. Ukionyesha vitano kwa vitano unaashiria 10. Hiyo pia si maneno kwa wanawazuoni wanahau. Wan nusubi, na alama za ishara.
wa nusubi, na alama za ishara. Alama za ishara ni zile alama ambazo zimewekwa sehemu mbalimbali katika viwanja vya ndege, katika vyoo inawekwa alama pale kuonesha choo hichi ni cha wanaume, hichi cha wanawake. Ile ndio an-nusub. Nusub kwa maana kitu ambacho kimesimamishwa kama ilivyokuja ndani ya Qur'an, ila nusubin yufidhun kaannahum ila nusubin yufidhun. Tamam. Nusub maana kitu ambacho kimesimamishwa mbele, kitu ambacho kimewekwa mbele ili wengine wakione. Tamam. Sasa hizi ni nini? Alama za ishara, ni zile alama ambazo zimewekwa mbele ili mtu azione, ili zimuongoze. Tamam. Utakuta zimewekwa chooni, zinaonyesha hichi choo ni cha wanaume, hichi choo cha wanawake. Tamam. Lakini pia imewekwa direction kama mshale, kwa maana nenda huko. Tamam. Lakini pia zile alama za barabarani pia zinaitwa nusub, yale mataa ya barabarani pia ni nusub. Tamam. Alama za kuonyesha mbele kuna tuta, alama za spidi, zote ni nusub. Kwa hiyo nusubi na alama za ishara pia sio maneno. Wakasema fala tusamma kalama. Hivi vyote vipi hivyo? Al-ishara wal-kitaba wal-aqdi wal-nusubi fala tusamma kalaman 'inda an-nuhati, haviitwi kuwa ni maneno kwa wanawazuoni wa nahwu. Kwa sababu gani? Vinafikisha ujumbe sawa, lakini sio kwa njia ya sauti. Tamam. Maneno kwa wanawazuoni wa nahwu, wal-lafdhu al-murakkabu al-mufid, matamshi yaliyopandanishwa. Al-murakkab ni ismu maf'ul. Tamam. Wal-lafdhu ni matamshi al-murakkab yaliyopandanishwa, al-mufid yenye kufikisha ujumbe, bil-wad'i yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu, bil-wad'i yaliyotamkwa kwa kukusudiwa. Hao ndio maneno. Sasa ishara ni mtu anaonesha, sio lafdhu. Kwa sababu gani? Lafdhu ni kitu gani? Wasautu almushtamilu ala ba'd alhuruf alhijaiyya. Asa ishara ni ishara, mwandiko ni mwandiko tu. Al-aqdi ile kuhesabu kwa vidole ni kuhesabu tu, lakini sio sauti. Tamam. Na hii nusub, alama ambazo zimewekwa kuonesha ishara mbalimbali, pia ni sio sauti, ambayo imekusanya baadhi ya herufi za hija. Tamam. Kwa hiyo kwa ile sifa ya al-lafdhu iliyowekwa katika taarifu pale, basi vimetoka vitu hivi: al-ishara wal-kitaba wal-aqdi wan-nusb. Fala tusamma kalaman 'inda an-nuhat, hata kama vinafikisha ujumbe, lakini haviitwi kuwa ni maneno kwa wanawazuoni wa nahwu. Tamam. Wal-murakkab ma tarakkaba min kalimatayn fa akthara. Wal-murakkab, na maneno yaliyopandanishwa, ma tarakkaba ni yale yaliyopandamana, min kalimataini, kuanzia matamshi mangapi? Mawili, fa akthara, na zaidi ya mawili. Ka qama zaidu, kama mfano kusema qama zaidu, taona kuna fi'li wa fa'il. Tamam. Vitu viwili, au matamshi mangapi? Mawili. Wa zaidun qa'imun, taona kuna mubtada na khabari, ni matamshi mangapi? Mawili. Kwa hiyo kule kupandanishwa ni kuanzia matamshi mangapi? Mawili na kuendelea. Hayo ndio nini? Ndio inaitwa al-lafdhu al-murakkabu, matamshi yaliyopandanishwa. Tamam. Hakadha. Wal-mithalu al-awwal, na mfano wa kwanza uliotolewa hapa ambao ni qama zaidun, fi'lun wa fa'ilun wa kullu fa'ilin marfu'un. Mfano huu uliotolewa hapa ni fi'lun, ni kitendo, wa fa'ilun, na mtendaji wake, wa kullu fa'ilin marfu'un, na kila fa'il ni mwenye kurufaishwa, kwa maana mwenye kutiwa alama gani? Ya dhamma. Walmithalu athani, na mfano wa pili, mubtada'un wa khabarun, ni mubtada na khabari yake. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i, na kila mubtada marfu'un bil ibtida'i, ni mwenye kurufaishwa kwa sababu ya kule nini? Kwa kwake mwanzo wa maneno. Wa kullu khabarin marfu'un bil ibtida' bil mubtada'i. Tamam. Wa kullu khabarin, na kila khabari, marfu'un, ni yenye kurufaishwa, bil mubtada'i, kwa sababu ya kutanguliwa na mubtada. Kwa hiyo amil wa mubtada ni nini? Ni al-ibtida', kwa maana mwenye kufanya mubtada aingiwa na rafu ni kule mubtada kuwa mwanzo wa maneno. Ndio wakasema katika an-nahwu al-wadih, al-mubtada huwa kullu ismin fi awwal al-jumla, au huwa kullu ismin
fi awali aljumal, kila jina ambalo liko mwanzo wa nini wa sentence, au huwa wasmun marfu'un fi awali aljumla. Tamam, ile jina ambalo limerufaishwa ambalo liko mwanzo wa sentence. Tamam. Kwa hiyo amil wa mubtada ni kule mubtada kuwa kwa mwanzo nini, mwanzo wa maneno. Kuwa amil wa mubtada ni nani, al-ibtida'u, ni kule mubtada kuwa mwanzo wa maneno, na amil wa khabar kwa maana aliyesababisha khabari iingiwe na rafu ni al-mubtada'u, ni kule kutanguliwa khabar na mubtada. Sawa sawa. Kwa hiyo utaona katika mfano wa kwanza kuna matamshi mawili yaliyopandanishwa, na katika nini mfano wa pili pia kuna matamshi mawili yaliyopandanishwa. Aliyepandanisha ni nani? Ni yule aliyetamka, ndiye aliyepandanisha. Tamam. Haka wa kharaja bil murakkabi, na likatoka bil murakkabi, kwa maana hii ya murakkab tuliopewa hapa al mufradu, tamshi lenye kuwakilisha kitu kimoja. Kwa sababu gani? Tamshi lenye kuwakilisha kitu kimoja halijapandanishwa, liko peke yake tu, kwa hiyo halitakuwa ni maneno. Ka zaidi, kama tamshi gani? Na zaidi. Fala yuqalu lahu alkalamu, fala yuqalu lahu alkalam, fala yuqalu lahu kalamu. Tamam. Hakadha fala yuqalu lahu kalamun, aidan tamshi hili moja haliiti kuwa ni maneno. Fala yuqalu lahu kalamun, basi tamshi hili haliiti kuwa ni maneno. Aidan vile vile inda nuhati, kwa wanawazuoni wa nahau. Kwa sababu gani? Halijapandanishwa, liko peke yake. Tamam. Hakadha walmufidu, na maana ya almufidu ma afada faidatan yahsunu as-sukutu alaiha, ni maneno yaliyofikisha ujumbe. Ma afada ni maneno afada yaliyofikisha ujumbe. Walmufidu na maana mufidu, walmufidu na maana mufidu ma afada faidatan yahsunu as-sukutu alaiha, ma ni yale matamshi ambayo afada faidatan, yaliyofikisha ujumbe ambao yahsunu as-sukutu alaiha, kunafaa. Yahsun bi maana yasluh. Tamam. Walmufidu na maneno au matamshi ambayo ni mufid, ma afada faidatan, ni yale yaliyofikisha ujumbe, yahsunu as-sukutu alaiha, ujumbe ambao yahsunu as-sukutu alaiha, unafaa kunyamaza, alaiha, baada ya kufikisha ujumbe huo, min almutakallimi, kwa upande ule mwenye kuzungumza, wasamii, na kwa upande wa yule mwenye kusikia. Kaqama zaidi, kama mfano kusema qama zaidi, zaidi amesimama. Wewe unapomwambia mtu mwingine zaidi amesimama, yule mtu anakuwa nini? Ameshapata faida, ameshapata ujumbe kupitia maneno yako yale. Sawa sawa. Na wewe utakuwa unafaa nini? Kunyamaza, na yeye pia atakuwa anafaa kunyamaza, kwa maana hatokuwa na swali la kusema umemaanisha nini. Tamam. Au umekusudia kusema nini. Tamam. Hakadha wa zaidun qa'imun, na mfano kusema zaidun qa'imun, zaidi ni mwenye kusimama. Fa inna kila minhuma, hakika fa inna kila minhuma, basi hakika kila tamshi moja miongoni mwa matamshi haya mawili. Fa inna kila minhuma, basi hakika kila tamshi moja miongoni mwa haya matamshi mawili, afada, limefikisha, faidatan, ujumbe ambao yahsunu as-sukutu alaiha, kunafaa kunyamaza baada ya kufikisha. Min almutakallim, kwa upande wa yule mwenye kuzungumza, wasamii, na kwa upande wa yule mwenye kusikia. Wa hiya, na huo ujumbe wenyewe, al-ikhbaru biqiyami zaidi, ni kule kuelezea kusimama kwa zaidi. Fa inna as-sami'a, hakika yule mwenye kusikia, idha sami'a dhalika, atakaposikia hiyo habari ya wewe kumweleza kwamba zaidi amesimama, la yantadhir shay'an akhar, hatongojea kitu chingine ambacho yutawaqqafu alayhi, kinategemewa yutawaqqafu alayhi, kunategemewa juu ya kitu hicho, tamamul kalami, kukamilika yale maneno. Tamam. Fa inna samia, kwa hakika yule mwenye kusikia, idha sami'a dhalika, atakaposikia
atakaposikia hayo maneno uliyomwambia au hiyo habari uliyompa ya kusimama kwa zaidi, la yantadhiru shay'an akhara, hatongojea kitu chingine ambacho yutawakafu alaihi, kunategemewa juu ya kitu hicho, tamamul kalami, kukamilika maneno. Tamam, anakuwa tayari ameshakuelewa, na wewe pia unakuwa tayari umeshafikisha ujumbe pasi na kuhitajia ziada ili ujumbe wako ueleweke. Tamam. Wayahsun aidan sukutu almutakallimi, na kutafaa vile vile kunyamaza yule mwenye kuzungumza. Kwa maana wewe uliyemwambia mwenzako kama zaidi, wewe pia utafanya kunyamaza. Kwa sababu gani? Hauhitaji ziada nyingine ili ueleweke kwa ujumbe maneno umekusudia kufikisha. Wa kharaja bil mufidi, na kutoka kwa hii maana ya mufidi tuliopewa hapa, almurakkabu, yakatoka yale matamshi yaliyopandanishwa. Wa kharaja, na yakatoka bil mufidi, kwa hii maana ya mufidi tuliopewa hapa, almurakkabu, yale maneno yaliyopandanishwa, ghairu almufidi, ambayo nini? Hayafikishi ujumbe wowote. Nahu ghulamu zaidi, mfano mtu aseme ghulamu zaidi, mtoto wa zaidi, anakuwa amepandanisha matamshi ghulam na zaidi, lakini matamshi haya hayafikishi ujumbe wowote na wala hayajabeba ujumbe wowote. Min ghairi isnadi shay'in ilayhi, pasi na kuegemezea kitu chingine ilayhi, katika nini? Maneno haya ghulamu zaidi. Anaposema hivyo ghulamu zaidi, utaona amepandanisha maneno mawili au matamshi mawili, si ndio? Tamshi la ghulam na tamshi la zaidi. Lakini sasa matamshi haya yamebeba ujumbe gani ambao yeye mwenye kuzungumza atafaa kunyamaza baada ya kuyafikisha, na yule ambaye atakayesikia maneno haya atafaa kunyamaza kwa kuwa ujumbe ushamfikia? Hakuna ujumbe wote. Kwa hiyo matamshi haya ya ghulamu zaidi hayaitwi ni mufidi, hata kama nini yamepandanishwa, lakini hayaitwi kuwa ni mufidi. Kwa hiyo nahu ghulamu zaidi, mfano kusema ghulamu zaidi, min ghairi isnadi shay'in ilayhi, basi na kuegemezea kitu chingine katika nini? Mpandanisho huu. Wa in qama zaidun, matamshi mengine wa in qama zaid, na ikiwa zaidi atasimama. Wa in qama zaidun, na ikiwa zaidi atasimama. Utaona matamshi haya ya wa in qama zaidun hayana ujumbe wote ndani yake, hayana ujumbe wowote ndani yake. Tamam. Na yule mtu ambaye utamwambia wa in qama zaidun, na ikiwa zaidi atasimama, atakuwa bado nini? Anakusikiliza ili apate kujua unakusudia kusema nini. Lakini umeishia hapo wa in qama zaidun, hataweza kuelewa. Kwa sababu gani? Hayajabeba ujumbe ambao unafaa kunyamaza baada ya ujumbe huo. Fa inna tamama alfaidati fihi, hakika kukamilika ile faida au ule ujumbe uliokusudiwa fihi, katika mpandanisho kama huu. Mpandanisho gani? Mpandanisho wa ghulamu zaidi na mpandanisho wa in qama zaidun, yutawakafu ala dhikri jawabi sharti. Hapa naona anakusudia hii wa in qama zaidun. Tamam. Kwa nasemaje? Fa inna tamama alfaidati fihi, kwani hakika kukamilika faida, kukamilika ule ujumbe ukafika fihi, katika mpandamano kama huu. Upi? Wa in qama zaidun, na ikiwa zaidi atasimama, yutawakafu ala dhikri jawabi sharti, unahitajia kutajwa nini? Jawabu sharti. Kwa sababu gani? Hii ni jumla tu shartia, ni jumla ya sharti. Kwa sababu gani? kuna herufi ya sharti ambayo ni in. Tamam. Sasa kwa kuwa jawabu sharti haijatajwa, fala yusamma kullu min almithalaini kalaman inda alnuhat. Tamam. Hautoitwa, fala yusamma, basi hautoitwa kullu min almithalaini, mfano wote kati ya hii mifano miwili, kalaman, hautoitwa kuwa ni maneno inda alnuhat, kwa wanazuoni wana hao. Mpandamano gani? Wa kwanza ule ghulamu zaidi, wa pili wa in qama zaidi. Wa qawluhu bilwad'i, na kauli yake aliyosema bilwad'i, fassarahu ba'dhum bilqasd, amelifasiri tamshi hili mmoja katika wanawazuoni wana hao bilqasd, kwa maana ya kukusudia. Fakharaja, basi
yakatoka kwa maana hii ya kukusudia, ghairul maqsud, maneno ambayo hayajakusudiwa, kakalami naim, kama maneno ya mtu aliyelala, ametamka sawa na ni sautun mushtamilun ala baadhi hurufi alhija, lakini amelala kwa maana kile alichokitamka hajakikusudia. Wasahi, na maneno ya mtu aliyezubaa au aliyesahau, katamka tu lakini hakuwa na lengo la kutamka. Fala yusamma kalaman inda nuhati, matamshi hayo hayatoitwa kuwa ni maneno kwa wanawazuoni wa nahau. Wa baadhi na mwingine katika wanazuoni wa nahau fassarahu bilwad'i alarabi, alifasiri hii maana ya bilwad'i kwa maana ya bilwad'i alarabi, maana maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Fakharaja kalamu alajam, basi kwa maana hii ya kwamba maneno ni yale yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu. Fakharaja kalamu alajam, yakatoka maneno ya wale ambao si Waarabu, kwa maana wale ambao si Waarabu wakitamka maneno yao mbele ya wanazuoni wa nahau haitakuwa ni maneno. Katurki, kama lugha ya Kituruki, walbarbari, na lugha ya Barbari. Barbari hawa ni watu ambao wana asili ya Kiafrika, tamam, lakini waliingia katika Uislamu na wakachanganyika na Waarabu, wakawa wanaongea lugha yao muda mwingine kama Kiarabu, lakini si Kiarabu, tamam. Ni watu ambao walikuwa kishi upande wa magharibi, upande wa magharibi nakusudia Algeria, Mauritania, Mali, Nigeria, tamam, hakadha. Ni Waafrika ambao walichanganyika na Waarabu baada ya kuenea Uislamu, tamam. Lakini sasa wakawa wanaongea lugha ambayo ni kama inataka kuingia na Kiarabu lakini si Kiarabu. Fala yusamma kalaman inda nuhat, maneno hayo ya Kituruki na Barbar na maneno mengine hayatoitwa kuwa ni maneno kwa wanazuoni hao. Baada ya kumaliza kusema hivyo, Sheikh akataja mfano wa yale maneno ambayo zimekusanyika ndani yake sifa hizi nne. Sifa hizi nne, sifa gani? Yawe ni matamshi yaliyotamkwa, yawe yamepandanishwa, yawe ni kufikisha ujumbe, na yawe ni yametamkwa kwa lugha ya Kiarabu au yametamkwa kwa kukusudiwa. Akasema mithalu majtamaa fihi alquyudu alarba'atu, mithalu ma, mfano wale maneno ambayo ijtamaa, zimekusanyika fihi, katika maneno hayo, alquyudu alarba'atu, sifa hizi nne. Sifa hizi nne ambazo zimetajwa hapo nyuma, qama zaidu, haya ni maneno. Sababu gani? Qama ni fi'il na ni lugha ya Kiarabu, zaidu ni ism, tamam, wa zaidun qa'imun, tamam. فالمثال الأول فعل وفاعل، والثاني مبتدأ وخبر. وكل من المثالين، na kila mfano mmoja kati ya mifano miwili, lafdhun murakkabun, ni matamshi yaliyopandanishwa, mufidun, yaliyofikisha ujumbe, bilwad'i, yaliyotamkwa kwa lugha ya Kiarabu au yaliyotamkwa kwa kukusudiwa, fahuwa kalamun, basi hayo ni maneno. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.